Na tukigeukia makala yetu ya Mwanamke Bomba sasa, ni kwamba licha ya changamoto za kimaumbile za kutosikia na kuzungumza, Aisha Swale ameweza kushinda ulemavu huo na kujipatia ajira ya kutengeneza aina tofauti ya bidhaa katika eneo la Mikindani, kaunti ya Mombasa. Kwa miaka mingi, Aisha mwenye shahada ya kupika amekuwa akitafuta ajira katika hoteli mbalimbali, lakini kutokana na changamoto ya ulemavu hakuna aliyetaka kumwajiri. Hali hiyo ilimlazimu kujitosa katika kazi ambayo kwa sasa pia inachangia katika utunzaji wa mazingira katika mtaa huo wa Mikindani huko Mombasa. Hebu tusikilize simulizi yake. Majina naitwa Aisha Swale, nimetokea mtaa wa Mikindani side za kwa Ng'ombe, na kulingana na kupata hii kazi nilikuwa natamani sana kupata kazi, lakini ikawa nimefanya catering, nikawa natamani nifanye kazi hiyo ya kupika, but kwa muda mchache kama miaka 2-3 after kutoka university nikapatana na Majestic, akaniajiri na nimefurahi sana juu ni ngumu sana kuandikwa kazi ukiwa unaonekana uko hivyo mlemavu, hausikii. Changamoto za kupata kazi kwa catering ilikuwa ngumu juu niko na makaratasi na kila kitu, na nilienda attachment KPA. After hapo nikakaa wakaniambia watanipigia, lakini kwa muda nikakaa sana, nikaona sipigiwi simu, ikabidi mama nisaidie kwenda kutafuta kazi. Nikienda kutafuta kazi naambiwa sitaweza communicate na watu, ikabidi tu nikae nyumbani nifanye kazi na dadangu alikuwa anafanya salonist. Nikakaa naye kwa mwaka hivi, ndio tukaja tukakutana na Majestic. Hapo nikapata kazi ya kutengeneza kaki. Nikiingia kwanza asubuhi, naingia na salimia watu. Alafu kama kuna kazi tumepewa, mfano packages za kutengeneza za kupima sukari nini, natengeneza, tunamaliza. Na challenge ni kuwa mara kwanza ilikuwa ngumu sana kutengeneza, alafu ilikuwa inaonekana labda vile niko mlemavu sitaweza, lakini nimeshukuru yani nimejua kutengeneza na kila kitu. Nimeona utofauti ni kutosikia, lakini mambo mengine naona naweza fanya. Kwa sasa vile nafanya hii kazi, nashukuru naweza kupata pesa at least ya kujinunulia vitu kama mwanamke na kujisupport na kumpa mama shukrani. Si kama vile mara kwanza ilikuwa sina kazi, sina nini. Kwa miaka 5 ningependa sana kuwa na kazi yangu mwenyewe, nijifungulie hotel, nipike, niuzie watu na niendelee na maisha tu. Ningependa kama miaka ijayo tuwe tukipeana makaratasi yetu ya shule tuweze kupata kazi. Manake imekuwa changamoto kubwa sana kwa sisi walemavu kupeana karatasi zetu, na wanatuona kwamba tuwezi fanya kazi juu tuko walemavu, lakini tunapendelea sana yani wawe na watushike mkono, tuwe pamoja nao, tukiwapelekea makaratasi yetu waweze kutuita kazi. Kulingana na kuja hapa kazi, yani tumechukuliwa vizuri, alafu hakuna changamoto yoyote, yani tuko sawa tu. Mimi kama mlemavu naweza kufanya shughuli yoyote tu, manake nikiingia hapa kenye wenzangu wanafanya na mimi nafanya. Kama ni packaging nafanya, kama ni envelope nafanya, kama ni medical nafanya, kitu chochote tu. Tatizo ni kutosikia peke yake, lakini mambo mengine nafanya. Naam, hongera sana Aisha kwa kushinda ulemavu, na ni changamoto kwa waajiri kwamba ulemavu sio kutojiweza, ni fursa tu, wanahitaji na wanaweza wakaonyesha vipaji vyao. Tunapumzika tena, lakini muda usiokuwa mrefu tutarejea ili kuweza kuangazia mengine ambayo tumekuandalia usiku wa leo. Usiondoke ulipo.